Basi the way hapa Njeri TV tena tunazidi kuishi, alafu mazingira mwenyewe unakuja kuyaona jinsi yanavyotulia. Na leo kuna upepo mwanana, alafu tunazidi kuishi na mshikaji Mnyamwezi na tunazidi kuishi naye kwenye vipindi vyote vile vya JR TV Online. Leo nipo na director mkuu, ataenda kujitambulisha kundi yake ni inaitwaje, na tutazidi kumfollow kwenye kundi yake. Jambo la kwanza usikose kusubscribe, like na comment, kwa sababu kila tukio tunaomba sana sababu yako kaka. Sababu yako ndo maisha yetu na maisha yetu ni sababu. Njaa ndio inatufanya sisi tuishi na njaa ndio inatufanya sisi tusake ugali. Inakuwaje kaka? Safi. Mnyamwezi. Naam. Tunakuona hapa upo shooting, lakini hatujajua kama wewe ni kama nani kwenye shooting hii. Mimi ni director. Ambaye ni assistant. Of course tungetaka kwa tujue jina la movie unaokuja ku direct inaitwaje? Jina la movie inaitwa Ugwa. Ugwa. Jambo la area tuishi sana kwa Ugwa, tuishi sana kwenye matukio ya movie. Movie hii inazungumzia kuhusu nini? Movie hii inazungumzia hususan sana makosa ya mtu. Makosa ya mtu. Usidharau jambo dogo. Usidharau jambo dogo. Unaweza kulidharau kwa ni dogo ila baadaye ikawa kubwa. Basi wewe umepata wapi talent ya kutengeneza movie kama vile hii kaka? Maana unajua talent zinakuwa ni nyingi na story inakuwa ni mara nyingi sana. But hatutaki mambo mengi sana. Tunataka tuelewe kwa nini sasa imefika hivi yani. Shida nini kaka? Ni kwamba unajua tunaishi ndani ya watu. Na wanyama pia. Kuna vitu ambavyo unakaa ukivitazama maana tupo kwenye jamii, inatakiwa create kitu ambacho kita sense na kuwakumbushia watu. Ndio maana imefikia hatua nilivyokaa nikasema hapana. Watu wengi wanaangamia kwa sababu ya kudharau kitu. Unaweza kuchukulia jambo ni dogo kumbe baadaye hilo jambo ni kubwa. Basi ikabidi tutengeneze kitu ambacho kitakachowaonesha watu kwamba kwenye maisha usije kudharau kitu chochote kuwa ni kidogo. Sasa hivi tunakuja kukuona unamiliki wasanii wa kike, basi wewe na wasanii wa kiume. Lakini kwa kuwamiliki wote hao kuna mazingira fulani ambayo si hatuyajui kutoka kwako. Unajua ni ngumu sana mtu kuwamiliki watu takriban 20, 10 au 30. Kuna mazingira ambayo sisi kama vile watu wa kawaida tunashindwa kuelewa kutoka kwako. Tungetaka tujue unaishi nao vipi? Unawalipaje, unaishi nao vipi yani kifupi mpaka washikaji wote wa kurespect na wa kunyenyekea hivyo. Sawa, ni kwamba unajua huku kwetu bado tunajitafuta. Na mtu akiwepo kwa ajili ya kujitafuta waga hajali jua aidha mvua. Na aidha angalie ni wapi ambapo anaweza kadondokea ili mradi malengo yafanyeje yakamilike. Na upande huo kundi hili wapo kwa ajili ya kujitafuta. Kwa wakike, wa kiume wapo kwa ajili ya kujitafuta. Na waliona kwamba na mimi nina idea ya kuwafanya wao wakatambulika na kupata kipato chochote katika hii kazi. Ndio maana wakaamua kuungana na mimi. Kifupi bado sijaanza kumlipa msanii. Bado. Maana tunajitafuta. Umepata wapi ujasiri wa kuajiri washikaji wote hao hivi na wakusikie? Ndio kile ambacho nimetoka kukuambia kwamba unapozungumza unakuelewa, unakutokuelewa. Na maana nimejaribu kuwaingia kwenye akili zao na kuwaelekeza namna gani tufanye ili tujitafute walau vipaji vyetu tuvilie. Na ndio maana wamenielewa hadi sasa hivi naona tuko location tunajitafuta. Unamiliki washikaji wangapi wa kike kwenye kundi yako hapa? Yaani hapa kuna washikaji wangapi wa kike ambao unawamiliki kwenye kundi lako la sanaa? Niseme kwenye mkoa wetu naweza nikasema hususan hii wilaya yetu. Kundi hili ni kundi la kwanza ambalo lina watu wengi. Kwa vyanzo vya kuinua vipaji na kujitafuta. Watoto wa kike ninao takriban 27. Maana jumla nina wasanii 62. 62? Unawalisha kwenye location? Yani kila kitu. Una kazi gani mpaka walishe wote? Maana mpaka unasema nawalisha, then utakuwa una biashara unayoifanya. Una biashara yoyote unayoifanya? Unajua upande wa biashara
ni kile kidogo ambacho nachokipata, kwa sababu bado tunajitafuta, inatakiwa kiweke rehani ili mambo mengine yaende, lakini biashara sina biashara ya zaidi. Sina, najitegemea tu kwa studio ya kurekodi. Una studio yako? Na studio yangu ya kurekodi. Ya kurekodi movie au kurekodi nyimbo? Nyimbo. Basi wewe ni producer? Unaona uko kwenye sanaa. Kifupi ushajipata kwenye akili yako. Ndio maana nakwambia akili lazima ichuje. Washikaji wengine wajipate kwenye vipaji vyao. Basi mpaka ufike hapo, tunajua sasa upo vizuri na unazidi kujitoa kwenye washikaji wengine wa kujua kama una moyo wa kuokota watu. Je, hamna support yote ambaye hatujui kutoka kwako? Labda kuna mshikaji ambaye anakusupport, anakushika mkono, basi mpaka uwezo ukashika washikaji wako wote hao wengi bila kuwa na support ya mtu. Sawa? Tunajua mtu mpaka ashikane na mshikaji mwingine ndio huo anafika mbali. Sawa? Hamna mtu mwingine ambaye mnashikana naye ili mradi mwafikishe washikaji wengine mbali. Kama nilivyokuambia mwanzo, ni kwamba tunajitafuta, na mtu akisema kwamba anajitafuta ina maana hajapata. Na nyuma yangu sina mtu ambaye ananiunga mkono, bali pale ambapo panapotakiwa kitu na waambia, jamani, tunatakiwa tuingie location, kuna 1 2 3, tunafanyaje? Yule ambaye na kidogo analeta mezani, na mimi nikiwa na kidogo tunaweka mezani kama kundi, tuna apply kitu, alafu mission inaenda. Unasali dini gani kaka? Tunataka tufahamu. Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo? Unajua kwa Kristo kuna dini nyingi, sasa tunataka tufahamu. Mimi ni Pentecost. Pentecost. Then mpaka unaishi hivyo, je, kwenye kundi lako unamiliki Muislamu au hapana? Wapo. Kwanza nina dini tofauti. Mna Waromani, mna Waislamu vile vile, kuna Pentecost, kuna dini mbalimbali kama unavyozijua. Basi hapa nikija kuangalia hapa location, mazingira shooting, then kuna chakula kinachoandaliwa. But hamna changamoto ambayo inakutokea kwenye washikaji zako, asili hichi mimi nataka nile hichi. Unajua ndio hivyo, unatengeneza brand ya kila mtu kwa upande wake. Sawa ya kuna washikaji wengine ambao hapana bro bana, siwezi nikatumia hichi chakula, mimi nataka nitumie hichi. But kama vile wewe manager ama wewe kama CEO unapata tabu kinoma, yani kwa kuwamiliki washikaji wote hao na kwa kuwa maintain. Unajua nini? Kuna ambao hawali nyama. Sawa? Kuna wale ambao hawali dagaa. Kuna ambao hawali kisamvu. Sasa watu wote hao wapo kwenye kundi. Inapofikia muda wa kula, ni must muulizie mtu, na utakuwa umeshajua tabia yake kwamba huyu huaga hali hichi. Inabidi ujiandae kwa njia nyingine ili apate kula. Tungetaka tujue sasa hivi una movie ngapi zipo kwenye channel yako ya YouTube ambazo zinafanya vizuri na ambazo shewe kuzidirect wewe kama vile wewe? Ni movie nyingi. Kwa sababu tumefanya kazi tofauti, channel tofauti. Lakini katika movie ambazo tumezifanya, hii ambayo tunayoiandaa kwa sasa hivi ni Kiboko. Ni Kiboko. Je, hii ndio fungua mwaka sasa hivi? Ina maana ni Kiboko, hii ndio tunajitafuta kabisa. Ina maana vipande vishuke. Hii movie hatutakaje tujitafute tena, tutatafutwa sisi. Basi wewe nimeona location kidogo imebadilika, nimetoka kule nimekuja huko. Ugumu gani ambao uliwapatia kule mkaona huku kule hakufai mpaka mje huko? Unajua kwa sasa mandhari ya kijijini sana ndio inatakiwa sasa. Maana watu wanataka mandhari ya asili. Kwa sasa watu wengi wameshashiba zile movie za mjini. Tamthilia nyingi unakuta watu wanachezea mjini, lakini kwa sasa tunaamua kusafiri. Hivi tunakaa porini kabisa. Hapa tu ni kambi, lakini tunaingia porini. Nadhani bado tutaenda porini na mtashuhudia. Basi wewe unajua kwa watoto wa kike, unajua ni kipengele sana kuwapata na kuwamiliki, na huwa labda kuwapata inakuwa ni ugumu sana kivile kutokana na familia zao pamoja na wazazi wao, wanakuwa wana vipengele vingi sana. Je, hakuna ugumu fulani ambao ushawahi kutokea kwa kuwakaribisha watoto wa kike kwenye kundi lako, alafu ikakuletea shida baada ya wewe kuwakaribisha? Iliwahi kutokea. Ndio. Na ndio maana kwa sasa mimi uwaga wa kike akija kwenye kundi kuja kujiunga, ni must nionane na wazazi. Nizungumze nao kwa ridhaa. Unaona? Wakikubali nampokea. Wakikataa namwambia azidi kuhamasisha wazazi, madam ni kitu ambacho kipo ndani ya moyo. Hamasishe wazazi wakishakubali basi watatuitisha sisi, alafu sisi tutawafikia tuwasikilize. Wakishakubali pamoja na sisi basi tunamkaribisha. Na ndio maana unawaona hawa, hakuna ambaye mzazi afahamu kama
mwanae anafanya kazi hapa. Wewe kama director unaona hapa warembo ni wengi na unazidi kuishi nao, unazidi kutambana nao. Then hakuna kidogo mazingira fulani ambayo wife anakuwa anakasirika. Unaelewa siku zote wanawake wanakuwa na akili fulani za kitoto. Yeah. By the way, labda kunaweza kuwa kuna mazingira fulani wife anakuwa anakasirika na kusema kwamba eti mume wangu ndo hivyo tena. Mara nyingi sana hishi shooting yuko, labda kunaweza kutokea mambo fulani. Je, hamjawahi kudadisi hicho kitu na wife? Unajua, kwanza mke wangu nimemuoa mimi nikiwa kwenye hizo kazi. Hadi naye niliwahi kumshirikisha kuingia kwenye kazi hizi. Lakini akawa ni mzembe fulani. Alikuwa akienda mazoezini akirudi kichwa kinauma hadi kufikia kulazwa. Nikaamua kumustisha. Anajua na wote kabisa nao waona hapa na wajua, anajua kwamba ni vijana wake ambao anafanya nini, anawatrain na kuwasaidia kwenye maisha mengine. Hanaga kinyongo kiufupi. Hanaga shida. Wewe usha maintain kwenye akili yake kutokana na kazi hizi. Anajua kabisa. Anajua. Hata nikimaliza wiki mbili nje ya nyumbani ni lazima tutojua mume wangu yuko kwenye kazi. Ya mazingira haya sisi tunaona ni tofauti sana na tunakuja kukuta ni jambo ambalo umelitengeneza hela ndefu. Je, tunataka tukataka tujue kama vile wambea ama kama vile ya mafisadi ambao tunakufuatilia ama kama mashabiki zako ya umeinvest kiasi gani kaka mpaka unakuja ku maintain washikaji ni wengi, alafu ndio kila mtu anashambra na movie, maana kila mtu anaona anapenda kufanya kitu kama vile hichi. Hii movie yao kila mtu anashambra. Kuna washikaji wengine tunaona bado warembo wanazidi kupendezwa pale, wanazidi kupodolewa. Tungetaka tujue ume maintain kiasi gani na umewamiliki vipi kiakili yao. Ni kwamba kiasi hichi ambacho kimefanyika katika kuandaa movie hii kwa kweli hatukwenda sana, ni kama milioni. Sasa unakuja kukuta ili kitu kikamilike sio siku moja, maana hii movie tuko kwenye miezi miwili sasa. Of course. Tuko kwenye miezi miwili. Tungetaka tujue ni vipande vingapi vipo kwenye movie. Taslimu ambayo tumekaa season 1 inatakiwa iwe na episode 25. Maana hii na season 2 kama God akibless. Je, na unakuja kuona kabisa kwenye mafanikio yako ya akili ama na kwenye ubongo wako akili ulivyotengeneza kitu kama vile hichi itakuja kulipa, itarudisha milioni nne? Ni must tu. Maana hata yoyote yule ambaye atakayeona tu kasha tu anataka ifuatilie. Ni lazima. Maana hata kwa sasa ninavyokuambia kuna watu ambao waliopo nje, siwezi nikawataja kwa majina, walijaribu kunidokeza nilivyoposti kasha. Wakaniambia vipi, umefikia wapi? Kaambia hivi tuko kwenye episode kadhaa. Jaribuni basi kumaliza ili tujaribu kuongea. Maana ni kitu ambacho kiko kizuri sana. Tayari ushaposti vipande kadhaa kwenye niliposti tu ni kasha tu. Hujaposti kipande chochote. Unaweza kaambia nini mashabiki zako ambao wanasubiri hichi kitu? Ni kwamba kikubwa kama ulivyoanza ni kusapotiana tu. Wakitushika mkono huku nyumbani huku tunaweza tukafanya jambo nzuri na sisi. Na wasikose kutufuatilia. Na yoyote ambaye anaweza akawa na shauku ya kutaka kufanya nini, kuzungumza na sisi, atusapoti, atushike mkono. Tuko kila siku masaa 24. Labda kunaweza kukaa kuna washikaji ambao unaweza kutaka wakaribishe kwenye timu yako, wengine ambao unaweza kujisikia labda wanaweza kupenda jinsi unavyofanya kazi na washikaji wengine na wakataka wajiunge. Hivyo unaweza kaambia waje au hapana? Hii ni source, hii ni kundi ambayo ni source. Na maana ni kibuzi ambacho kinatakiwa kumuibua nani? Msanii. Na hatumkatazi mtu yoyote. Ukiwa na kipaji chako hata kama huna lakini una nia ya kufanya, hebu njoo masaa 24. Lakini kwa upande wetu hapa tunafika kama vile Jara TV Online tunakuja kuona kuja mtu mzima mwenye umri wake fulani. Unajua kuna makamu ni na movie kama vile hiki mnavyoandaa yani tunakuja kuona kuna lengo kubwa ya kuwa na watu wazima. But washikaji kama vile hao hujawapata au vipi? Wapo. Niko na watu wazima 13. Umejipanga kwenye kundi, umeloga na msijali bado tutaingia sisi wote location, mtawaona na mtawaoji na hata kwenye episodi ya kwanza, ya pili, ya tatu wamo. Ingelikuwa tusharusha wangeonekana. Basi kwanza tumeshukuru kwa sababu unaona muda ni mchache alafu mambo ni mengi sana.
Asante sana. Hii hapa ni Jeraha TV Online na tulikuwa tuko na mshikaji, tulikuja kupiga naye story. Labda kuna kauli ambayo anaweza kuambia washabiki zake pamoja na mafansi wa Jeraha TV. Kauli moja kwa washikaji na mafansi kutoka kwako. Nawapenda sana. Na jambo kubwa, kazi hii iko kwa ajili yenu. Na popote pale ambapo mpo, supportini jamani. Salamu tatu kwa watu ambao unawakubali. Nawakubali. Kwanza nakukubali wewe. Asante sana, nashukuru. Isitoshe na kukubali aliyekuwa nyuma ya kamera. Asante sana. Na la mwisho naikubali timu yangu. Asante sana. MJ Films Production. Unakaribisha watu. Karibuni. Mshikaji anasema bado anazidi kukaribisha vipaji na anazidi kuishi na vipaji, then msichelewe ama msisite kuja waliokuwa na vipaji, na anazidi kuwasapoti wale ambao wana maintain kujilaumu kwamba nimebaki nyuma. Yeye bado yupo na anawapokea watu. Hii hapa ni timu gani bro tungetaka? Hili ni timu linaitwa MJ Films Production. Maana mimi sio mwenyekiti. MJ Films Production. Ndio, wewe sio mwenyekiti. Mimi sio mwenyekiti. Mwenyekiti wangu alikuwa Dar es Salaam. Kwenda kushuti na wakina Kicheche. Lakini bahati mbaya akapata ajali, akavunjika mguu akiwa location na hivi anajiuguza. Ndio maana hujamuona hapa. Ndio. Lakini mwenyekiti wangu yupo na timu nzima staff ipo. Asante sana. Bado mnazidi kukaribishwa na kaka ana mambo mengi ambayo atakuja kuyafanya hapo nyuma. Na kuna season 2. Msikose kufuatilia chaneli yake na mzidi kusubscribe kwa sababu ya kupata vitu vingi kutoka kwake. Tunaongea kwamba njia ndo maisha yetu, lakini usikose kukumbuka